Tuanzie na Mashariki ya Kati ambapo mzozo huo umeingia siku yake ya 20 hivi leo, huku mashambulizi ya kati ya Israel, Iran na washirika wao yakiendelea. Kwa upande wake, Marekani ililenga maeneo muhimu ya Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz, na mwenzangu Jacob Safari amekusanya mengi yanayojiri huko Mashariki ya Kati, na hii ni taarifa yake. Saudi Arabia imesema ina haki ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran endapo itahitajika kufanya hivyo kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya mataifa ya Ghuba. Haya yamesemwa leo na waziri wa mambo ya kigeni wa Saudia, mwanamfalme Faisal bin Farhan. Taarifa hii imekuja wakati waandishi wa shirika la habari la Ufaransa AFP wamesema milipuko mikubwa zaidi imesikika mjini Riyadh usiku wa kuamkia leo, baada ya mamlaka za taifa hilo la kifalme awali kusema kuwa ilizuia makombora mane ya masafa marefu yaliyokuwa yanaelekea katika mji mkuu Riyadh. Haya yanafanyika wakati ambapo jeshi la mapinduzi la Iran limeyaonya hayo mataifa ya Ghuba kwamba viwanda vyao vya mafuta na gesi vitashambuliwa na kuharibiwa kabisa iwapo Israel na Marekani watafanya mashambulizi zaidi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran. Katika taarifa, jeshi hilo limesema jawabu lake litakuwa kubwa kuliko mashambulizi lililofanya katika kituo kikubwa zaidi cha gesi duniani kilichoko Qatar cha Ras Laffan. Awali Iran ilikuwa imeilaumu Marekani na Israel kwa mashambulizi katika kituo chake kikubwa cha gesi cha South Pass. Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar walikuwa wametoa taarifa mbalimbali kulaani mashambulizi hayo katika kiwanda cha gesi cha Iran. Wakati haya yakijiri, Qatar kupitia wizara yake ya mambo ya nje imewaagiza maafisa wa jeshi na usalama wa Iran kuondoka nchini humo katika kipindi cha saa 24 zijazo. Qatar imechukua hatua hiyo kufuatia kushambuliwa kwa kituo chake cha gesi cha Ras Laffan. Naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, amesema amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump na emir wa Qatar na kuwataka kutoa amri ya kusitishwa kwa mashambulizi katika miundombinu ya kiraia, hasa miundombinu ya nishati na maji. Mashambulizi ya usiku kucha ya Iran yamesababisha kifo cha mtu mmoja aliyetambulishwa kama mfanyakazi wa kigeni karibu kilomita 20 kaskazini mashariki mwa Tel Aviv huko Israel. Haya yamethibitishwa na madaktari wa Israel na sasa inapelekea idadi ya waliofariki nchini humo kutokana na vita hivyo kufikia watu 15. Na kiongozi mpya mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ametoa taarifa yake ya pili tangu kuanza kwa vita hivyo, akisema wauaji wa mkuu wa usalama wa nchi hiyo Ali Larijani ni sharti watalipa kwa shambulizi hilo. Taarifa hii ya Mujtaba Khamenei imetolewa huku jeshi la Israel likiapa kuendelea na mashambulizi ya kuwalenga maafisa wa serikali ya Iran baada ya kutangaza kumuua waziri wa ujasusi Ismail Khatib. Wakati huo huo, mamlaka kote katika mataifa ya Ghuba zimetangaza kuwa ibada za sikukuu ya Idi, ambayo inaashiria mwisho wa mwezi wa mfungo wa Ramadhan, zitafanyika ndani ya misikiti ya kawaida badala ya kufanyika nje, ambapo kwa kawaida maelfu ya waumini hukusanyika kuadhimisha sikukuu hiyo. Mataifa hayo yamesema hatua hiyo ni ya tahadhari. Na ni dhahiri kwamba, msikilizaji, vita hivyo vinazidi kuchukua mwelekeo unaotia wasiwasi na kuitia wasiwasi jumuiya ya kimataifa. Barani Ulaya, viongozi wanakutana kujadili vita hivyo na athari zake, hasa katika upatikanaji wa nishati, wakati rais wa Marekani Donald Trump ameapa kufanya mashambulizi makubwa kuripua visima vya gesi vya Iran ikiwa Iran itaishambulia tena Qatar. Jana Doha ililaumu Israel kwa kushambulia mtambo wake wa gesi kwenye visima hivyo inaotumia pamoja na Iran, huku viongozi wa mataifa ya Kiarabu waliokutana Riyadh wakiungana kuikosoa Iran. Je, yote haya yanaashiria kitu gani kwenye vita hii? Nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati aliyoko Fujairah huko UAE, Ibrahim Rahbi. Ukweli kuwa kila kitu kinajionyesha wazi sana, na mambo yamekuwa wazi na dunia inaona kwa wazi kabisa kila anayeanza na anayekuja kumaliza. Tumekuwa na shida moja ya maono ya raia wa kawaida wa ulimwengu na maono ya kawaida ya viongozi wa ulimwengu. Nadhani raia wanayaona mengi na wanazungumza mengi, na viongozi wanatuambia mengine ambayo raia wengi wanaona kama kuwa viongozi wanapotoka sana, kwa sababu kama Irani anakosa haki ya kujibu mashambulizi yanayotokea kwake, sijui ile haki ya kumshambulia yeye inatoka wapi. Ukisikia hata viongozi wa Kiarabu ambao waliketi kule jana Riyadh wamezungumza swala hilo hilo la kulani mashambulizi ya Irani, lakini kamwe hawajagusa chochote kilichofanywa na Israeli na Amerika katika kipindi chote. Haijalishi vifo vya watoto wa shule wakati wa mwanzo wa mzozo,
lakini hata kutoa pole kwa Irani tu kwa kifo cha kiongozi wao bado walimejizuia hata nchi moja. Inaonekana Saudi Arabia imeondoa imani kwa Tehran. Saudi Arabia inasema kwamba ina haki ya kujibu kutokana na mashambulio yanayofanywa na Iran dhidi yake. Katika mwelekeo huu, maana yake ni nini hasa, Rahbi, kwa vita hii? Kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan, kuwa subira ina mwisho na uvumilivu wao una mwisho na wanayo haki ya kujibu, ni kauli ambayo inaweza kupigiwa mstari kwenye kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa, kinairuhusu Saudi Arabia kufanya hivyo. Ndio hicho kifungu ambacho kimetoa uhalali pia kwa Irani kufanya kile ambayo kinayafanya. Sasa ufalme si kwamba hauelewi nini kinaendelea, kwa sababu mara zote unajulishwa na unaambiwa kabisa kuwa hili linajibiwa kutokana na lile, lakini ufalme tangu mwanzo wa vita haujakemea swala lolote lililofanywa na Israeli na Amerika dhidi ya Irani. Kwa hiyo ufalme unachukulia kuwa Irani ni adui yao. Sasa kwa kusema kuwa Saudi Arabia wanaweza kujiingiza kwenye mzozo, nadhani itakuwa imetimia lengo la hasa walioanzisha mzozo huu, ni kuziingiza nchi za Mashariki ya Kati kwenye mzozo, ili unajua nchi zingine zifanye biashara kubwa ya silaha. Kuna uwezekano kiasi gani wa hilo kutokea? Nadhani kauli ya Saudi Arabia imekuja kufuatia kauli ambayo ilitolewa mapema kabisa na UAE, na serikali ya UAE ilishatoa kauli kama hiyo, ikasema uvumilivu haupo. Lakini tunavyozungumza kuwa hata Qatar imewaagiza wanadiplomasia wa Irani waondoke kwenye nchi yao. Si vigumu sana kuelewa hili linatoka wapi. Hawa wote ni washirika wa upande wa pili wa magharibi, na huenda wanapewa mashinikizo na Marekani katika kupush hivi vitu, lakini nadhani swala la kuingia moja kwa moja kwenye mzozo huu wameliweka pembeni, na hivi tabaki kuwa ni vitisho. Katika swala zima la mlango bahari wa Hormuz, Rahbi, unatazama vipi athari ya kuendelea kufungwa mlango huu bahari na kauli zinazoonyesha kukataa kuungana na Trump katika kupeleka meli za kivita kwenye eneo lile? Bila shaka viongozi wa Ulaya wanayaona mambo kwa jicho lililopana zaidi na wanafahamu yale yanayoendelea. Wiki jana tulimsikia waziri wa kigeni wa Ujerumani akilizungumza kwa kina kabisa hili swala. Alieleza kuwa muungano kama huu tulisha kuwa nao kule dhidi ya Wahuthi wa Yemen ambao haukufanya kazi yoyote. Matokeo yake kuwa Wahuthi waliacha kushambulia meli baada ya makubaliano kufikiwa tu kati ya Israeli na Hamas. Kwa hiyo kwa maoni yake yeye, ni maoni ambayo yanaungana na Rais Emmanuel Macron kuwa hakuna njia yoyote ya nguvu inaweza ikaenda kwenye mfereji wa Hormuz, ukiangalia kuwa Irani wamejidhatiti sana kuwepo pale. Ibrahim Rahbi huyo ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama alivyozungumza nasi muda mfupi uliopita. Hii ni DW. DW tunavuma kwa kishindo.